Subscribe The Sport Show. Ni huzuni kunako klabu ya Simba na wapenda soka kwa Tanzania, lakini baada ya Simba kutamatisha kile alichokuwa anakipigania kwa muda mrefu, na hapa nakuletea sababu kadhaa zilizosababisha Simba aweze kukosa ubingwa na njama au hujuma nyingi ambazo Simba amekutana nazo, lakini kubwa zaidi ni nani mchawi aliyeweza kuwa anashikilia ushindi wa Simba. Kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa kadhaa ambazo tunakuwa tunakuwekea, lakini pia usiache kushare na kuweka comment yako kuhusiana na kile ambacho wewe umekiona kuhusiana na mchezo huu kwa ujumla. Naomba tuendelee kwa kukupa uchambuzi kwa kile ambacho tunaweza kukiona, na hapa nitakupa sababu kadhaa kama 5 au na zaidi, au sababu kadhaa zilizopelekea Simba kuweza kupokonywa au kutokubeba ubingwa. Ikumbuke kwamba Simba alipitia safari ndefu sana mpaka kufikia hapo alipo, na anahitaji pongezi za dhati kwa sababu ni kwanza anajenga timu. Sababu ya kwanza anajenga timu, lakini hakuna aliyetarajia kwamba Simba angeweza kufika hatua ya fainali kutokana na kwamba timu ni kwanza ni mpya, lakini pia kocha mpya, hawajakaa muda mrefu, hawajazoeana, lakini wamekuja kuleta surprise kunako mashindano haya ya kombe la shirikisho, kwa sababu ameweza kutoka kuanza kucheza na kina Al Hilal ya Libya, lakini pia ameweza kutoka hapo akaingia kwenye hatua ya makundi. Safari yake ni kama vile ilikuwa anapitia miba au mabonde kadhaa, lakini miinuko mikali zaidi, hatimaye kuweza kufika hatua ya fainali. Kufika fainali kwake kumekuwa na zengwe nyingi sana, lakini naomba nikupe moja ya zengwe ambayo imeitoa Simba mchezoni. Kikubwa kabisa ni uwanja wa nyumbani. Mpaka Simba anafika hatua ya fainali, mechi nyingi kachezea uwanja wake asili wa nyumbani. Uwanja asili wa nyumbani wa klabu ya Simba ni kwa Mkapa. Hivyo basi kutokucheza kwa Mkapa ni kama vile Simba anakuwa ugenini, hivyo kupelekea kutokupata kile ambacho walikuwa nakikusudia, au tuseme kwamba inapelekea kutokupata mashindano, kwa sababu kila mtu anajua nyumbani kwake jinsi alivyo. Mfano wewe hapo mtazamaji unajua kwako jinsi ulivyo. Mgeni akija unaweza ukatumia silaha ipi kuweza kumwangamiza, ila zengwe la Simba kunako kwenye fainali ilipelekea yeye kutokucheza fainali kutokana na yeye kushindwa kupata ubingwa kwenye fainali kutokana na kukosa uwanja wake asilia wa nyumbani. Uwanja wa Aman Zanzibar kwa Simba ni uwanja mgumu, ndio maana ilivyotolewa taarifa kwamba mechi inachezwa Aman, mashabiki upande wa pili ambao ni wapinzani wao Yanga walifurahi sana kutokana na hilo tukio, kwa sababu wanajua na kuamini kwamba Simba hasingeweza kufurukuta katika ule uwanja. Lakini Rais Berkane pia walivyosikia kwamba game inachezwa kwa Mkapa, haichezwi kwa Mkapa, waliweza kufurahia zaidi. Kwa mfano Kamara kama unavyomuona hapo alisema kwamba kisaikolojia walikuwa wanajua Simba ni ngumu wanapocheza nyumbani kwake kwa Mkapa. Hivyo basi kucheza katika uwanja wa Aman kwao inakuwa ni faida, kwa sababu wanapata kama morali, kwa maana kwamba Aman ni kama vile kwao Berkane. Hivyo basi taarifa walizozipata za Simba kucheza uwanja wa Aman iliwapa wao nguvu, iliwapa hamasa na kujiona kwamba wapo nyumbani. Zanzibar ni kama nyumbani kwao kwa pili. Hivyo basi wamekuja na wametekeleza kile walichokuwa nakifikiria, na imeweza kuwalipa kwa sababu imewapa kombe. Simba kwake alikuwa na hofu nyingi, na kweli hofu yake imeenda kupelekea kukosa kombe. Sasa tuangazie sababu moja
iliyopelekea Simba kukosa ubingwa. Sababu ya kwanza kabisa ambayo na ya msingi ni referee. Referee kwa namna moja ama nyingine ameinyongelea Simba kutokana na kwamba alikuwa akifanya maamuzi ya kumtoa Simba mchezoni, kwa maana kwamba kila alichokuwa nakifanya Simba alikuwa anakosea. Wameweza kukataa goli halali la klabu ya Simba, lakini pia ameweza kuruhusu faulu kadhaa ambazo zilipelekea Simba ametoa kadi nyingi ambazo zimepelekea Simba kutoka mchezoni. Kuna kadi ya Kagoma ambayo imeweza kutokea kwenye dakika 55, 56 kama sikosei. Ile haikuwa kadi nyekundu, ijapo ilikuwa ni second yellow card, lakini haikustahili kabisa kutolewa ile kadi. Simba ni kama vile walipoteana kwa sababu kwenye fainali mkishapunguzwa mnapunguzwa tena makali katika kuweza kutafuta goli. Sasa referee alitumia hiyo nafasi kuweza kutoa kadi kwa Kagoma, lakini dakika chache mbele pia referee huyo aliweza kutoa tena kadi nyekundu katika benchi la ufundi la Simba na kuweza kuwatoa baadhi ya makocha kama kocha msaidizi, lakini kitu kilichopelekea kwa namna moja ama nyingine mchezo kuvurugika, Simba kutoka mchezoni, na iliwafanya kila aliyeweza kuangalia mechi kwa namna moja ama nyingine aseme yes, hakukuwa na haja sasa kama fainali inachezwa hivi, basi hakukuwa na haja ya kucheza, kwa sababu kama referee anafanya maamuzi ya kumfanya mshindani wake yeye ndo aweze kushinda, basi kunakuwa hakuna haja ya kufanya hivi na hakuna haja ya kucheza fainali mara mbili. Fainali itakiwa ichezwe mara moja. Kwa hiyo kila shabiki wa Simba alisikitishwa na maamuzi ya refa, kwa sababu aliweza kupendelea RS Berkane kwa namna moja ama nyingine, mpaka wengine wanapelekea kusema kwamba pengine alikuwa na maamuzi kutoka juu, alikuwa na maelekezo kutoka juu. Wengine kwenye vibanda umeza na baadhi ya mashabiki wanasema kwamba hili kombe Simba singeweza kuchukua kwa sababu ya mmiliki wa RS Berkane ambao ni makamu wa rais wa CAF ndo mwenye timu, kwa hiyo isingekuwa rahisi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine maamuzi yasingekuwa upande wa Simba, na ndio maana yaliyotokea uwanjani leo yanaakisi yale ambayo yanazungumziwa. Sababu ya pili ni kitendo cha kucheza uwanja tofauti na uwanja wa nyumbani. Uwanja wa Aman si uwanja rafiki kwa klabu ya Simba, hasa kwenye haya mashindano, kwa sababu kitu kikubwa ambacho Simba alikikosa ni mashabiki wale asilia. Full house wanasema wenzetu kwamba full house. Wanataka jumba la Mkapa lijae. Mashabiki 60,000 ni tofauti na mashabiki 12,000. Kuna tofauti ya mashabiki 48,000 hawakuwepo kwenye huo mchezo. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani imeweza kuathiri Simba na kujiona kama vile wako ugenini. Ijapo ni kweli walikuwa ugenini, kwa sababu Zanzibar si sawa na kwa Mkapa au si sawa na Dar es Salaam, kwa maana kwamba Simba kama nilivyokuelezea ameweza kucheza mechi zake zote katika uwanja wa Mkapa, lakini hii ya fainali ndio imeenda kuchezwa tofauti na kwa Mkapa. Kwa hiyo hizo ni zengwe na ni figisu ambazo zimeweza kufanywa na viongozi. Hatujui ni viongozi au ndo tuseme Berkane imeweza kucheza mchezo wake kwa namna anavyojua. Lakini sababu nyingine ya tatu ni figisu kutoka hizi club za magharibi huko. Hizi club mara nyingi zinajua kucheza sana figisu, zinajua kucheza figisu nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa namna moja ama nyingine walifanikiwa katika hilo, kwa maana kwamba waliweza kuwadhibiti Simba katika engo zote, nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa maana ndani ya uwanja waliweza kucheza na referee vizuri, na kweli imeweza kuwalipa, lakini nje ya uwanja wameweza kufanikiwa kwa sababu walianza kuwatoa Simba mchezoni
tangu raundi ya kwanza ambapo Simba alikuwa mgeni jijini Berkane, ambapo waliweza kuwatoa mchezoni kwa sababu ya taarifa za uwanja. Narudia sana uwanja kwa sababu ni sehemu, yani ndo ngome kuu ya Simba, kwa maana ndo sehemu yake, yani sehemu yake kubwa zaidi ya kuweza kujinadi na kujidai. Hivyo basi kwa taarifa zile kwa namna moja ama nyingine ilipelekea wao kutokuwa aware na mchezo na kufanya waweze kufungwa. Ikumbuke kwamba narudia tena, ikumbuke kwamba kila mmoja anakuwa na nafasi kubwa sana ya kutoa ubingwa hasa anapokuwa nyumbani kwake. Kwa mfano, Yanga alicheza na MC Alger kama sikosei. Kumbuka alikuwa ugenini. Kilichofanya Yanga asibebe ubingwa ilikuwa ni kwa sababu tu yule yuko nyumbani. Kile kilichotokea katika usiku ule ni dhahiri shairi kwamba hiki tunachokizungumzia ya kila mmoja kushinda kwake ndo kitu kilichotokea. Kwa maana kwamba Yanga ameenda amefanya kile lililowezekana lakini ilishindikana. Ni kwa nini? Kwa sababu ya nyumbani. Hivyo basi figisu zimeifanya Simba asiweze kubeba kombe. Sababu ya 4 ni maandalizi ya kamati ya ufundi. Kamati ya ufundi imeweza kujitahidi kwa namna yake, kwa maana kwamba ukiangalia benchi la ufundi jinsi walivyokuwa wameangalia game, wameanalyze game na kuja na approach. Leo wamekuja na lineup tofauti na ilivyofikiriwa, na kweli imewalipa kwa sababu waliweza kupata goli. Kapombe alikosa goli, lakini kubwa zaidi Mutale amepata goli ya hali iliyoifanya Simba ikarudi mchezoni. Simba ilikuja kuondoka mchezoni baada ya kupewa kadi. Hivyo basi benchi la ufundi imefanya kila kitu sahihi, lakini benchi la ufundi la RS Berkane lilikuwa bora zaidi, ndio maana wameweza kubeba ubingwa, ijapo tunaweza kusema ubingwa uliopokonywa kwa sababu ushindi wao sio halali, kwa maana kwamba kila kitu alichokuwa nakifanya Simba ilikuwa inakataliwa. Kwa hiyo ni kama vile Simba alikuwa ananyongwa kuweza kupata ushindi, na ilikuwa hivyo Simba asishinde, na kweli imekuwa hivyo. Japo kuna utofauti kati ya RS Berkane na Simba, kwa maana kwamba levels ziko mbili tofauti, lakini haya ni mashindano ambayo yanachezwa kimbinu sana. Kwa hiyo kimbinu katika benchi la ufundi waliweza kuadhibiti zaidi RS Berkane. Kilichowanyonga Simba ni maamuzi kutoka juu na si vinginevyo. Benchi la ufundi la Simba imefanya kazi nzuri, lakini ndo hivyo tena tunavyoweza kusema. Sasa makosa mengine yako wapi ukizungumzia benchi la ufundi? Benchi la ufundi huwezi ukalidai kitu kwa sababu walifanya kitu sahihi. Nikitizama kwa makini na namna nilivyoiangalia game, benchi la ufundi halina kitu cha kudaiwa, kwa sababu ukikumbuka Faldu alikuwa kinafanya kitu sahihi, lakini alikuwa anaenda na kabwa mpaka na linesman, anakabwa na mwamuzi wa pembeni. Sawa. Kwa hiyo hii inapelekea kwa namna moja ama nyingine Simba asiweze kuwa comfort, kwa sababu ni kama vile walimkamia asiweze kushinda. So hiyo ni moja ya sababu iliyopelekea Simba kutokuchukua ubingwa. Lakini sababu nyingine ni uwepo wa watani wao kwa namna moja ama nyingine wameweza kuwabeza na kuwatoa mchezoni, japo zipo tetesi mambo ya utani wa jadi, wanasema kuchezeana mechi. Wanasema kwamba upande wa pili wamechezea sana mechi ya Simba kwa namna wanavyozungumza, japo sisi hatutaki kuamini sana kwenye hilo, lakini hilo linasemekanika kutokana na mashabiki kwamba kuna kuchezea mechi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine
namna ambavyo Simba alijipanga wamekuta kuna utofauti kidogo, na ndio maana hali imekuwa hivyo. Lakini sababu ya tano ni mind game. Jana ukitizama RS Berkane walivyokuwa wakifanya mazoezi, waliingia kwenye mind game ya kuokota vitu uwanjani. Zile ni mind game ambazo zinafanyika kwenye hata huko kwao katika Afrika Magharibi, wanafanya sana vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ilienda kuwatoa sana Simba mchezoni, kwa sababu huu mchezo unachezwa na watu tofauti tofauti. RS Berkane, lakini pia kuna watani wao, lakini ukiangalia kwa umakini unagundua kwamba zile siasa za mpira ziliweza kuwasababisha Simba wasiweze win game na kuweza kuwa champions wa CAF Confederation Cup. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba kile kilichokuwa kinafanyika au kile kilichofanyika kwa namna moja ama nyingine, walijaa kwenye mfumo wa RS Berkane. Kumbuka RS Berkane walisema Zanzibar ni kama nyumbani. Simba ameingia Zanzibar akiwa na hofu, lakini pia ile hofu imeweza kuwa faida kwa upande wa RS Berkane, ijapo RS Berkane alikuwa ni timu nzuri kwa msimu huu kuliko timu zote, na kile alichokipata ni kitu alichokistahili, kwa sababu alikipigania na mpaka nafika pale hakuwahi kupoteza mchezo. Kama sikosei, ni Simba pekee ndiye ambaye amepoteza michezo miwili, ambapo aliweza kufungwa michezo miwili kama sikosei. Lakini RS Berkane mpaka nafika pale hakuweza kupoteza mchezo hata mmoja. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani timu iliyokuwa inacheza na Simba ilikuwa imejiandaa vile vile. Kwa hiyo credit kwa benchi lao la ufundi, credit kwa kamati yao ya ufundi, lakini credit kwa Simba na benchi lake la ufundi, na credit pia kwa kocha Faldu, kwa sababu alisurprise wengi bara ya kumuingiza Mutale kuliko watu walivyofikiria, na kweli Mutale ameweza kuwalipa. Kwa ushauri wangu tu kunako klabu ya Simba ni kwamba Mutale wasimwache, kwa maana kuna kitu atawaofa katika siku za usoni. Hakuna aliyetarajia kwamba Mutale atakuja kuwa man of the match kwenye mechi muhimu kama hii ya leo, lakini mpaka dakika 90 zinatamatika, Joshua Mutale ndo amekuwa man of the match. Elim Panzu amefanya vitu sahihi na kweli tumeviona, kwa sababu goli ilitokana na assist yake. Credit kwa club ya Simba, kwa sababu kile kilichotokea ni kitu ambacho yani wamepata kitu walichokistahili, kwa sababu maandalizi yao ndio yamepelekea wao kuwa hivyo. Basi kwa namna moja ama nyingine, hiyo ni kwa uchache katika mechi ya fainali kile ambacho tumeweza kukiona. Cha msingi tu ni kwamba Simba wajipange katika msimu ujao kunako klabu bingwa, waweze kufika mbali zaidi kuliko ilivyokuwa hivyo sasa. Hivyo basi, asante kwa kuwa nami katika dakika zote hizi, ambapo nilikuwa nikikuangazia mechi hii kwa namna moja ama nyingine. Nikuombe wewe ambaye hujasubscribe hii YouTube channel yetu, naomba uweze kusubscribe ili usipitwe na taarifa zetu, lakini pia kesho nitakuwekea taarifa nzuri zaidi. Asante.